Mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Mwayombo, anakwenda kutujuza yale ya kimichezo ambayo yametokea hapo jana baada ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuibuka na ushindi wa goli moja katika uwanja nyumbani, ambapo mechi hiyo ilichezwa kule visiwani Zanzibar katika dimba la New Amaan Complex. Jean Shazawa ndiye mchezaji pekee ambaye amefunga goli hilo kwa kutumia free kick, lakini maneno pia yalikuwa ni mengi baada ya kukosa goli la wazi. Watu wakazungumza yao. Nilipitia kwenye comment, watu walikuwa wanamtaja hao watu aliyekuloga ni nani, lakini niko na mchambuzi hapa atakwenda kujuza kinaga ubaga katika mchezo ule mengi ambao alitokea. Kaka uko poa? Ya mimi niko poa. Yeah, kabisa. Kama ninavyokuona. Kabisa. Sikukuu anasema ni Pasaka, si ndio? Pasaka. Imeendaje jana Pasaka? Kwetu wa Kristo, jana unajua nilikuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo hata sijasherehekea kwa kifupi. Yeah. Bana sawa, tulisherehekea sisi wengine jioni baada majira ya saa 10 hivi baada ya mnyama kutuheshimisha kama taifa kushinda goli moja. Lakini mimi nataka tujadili sasa yale ambayo alikuwa yakitokea katika ule mchezo. Kwanza wewe mchezo uliuonaje kwa general moja kwa moja kabla sijaanza kuchimba sehemu ndogo ndogo ambazo zilikuwa zikitokea? Kwa dakika 45 za kwanza mchezo ulikuwa upande wa Simba. Nafikiri katika maeneo ambayo Simba wameendelea kutuangusha ni kwenye safu yao ya ushambuliaji. Nimekuwa nikizungumza ili kila mara. Simba imekuwa ikicheza vizuri sana wanapotoka kwenye eneo la kuzuia, kuanzia goalkeeper. Kamara anafanya saves nzuri sana. Kipindi cha kwanza Steles hawakuwa kwenye mchezo. Yaani lakini walifanikiwa kutengeneza nafasi moja ilikuwa nzuri sana, ile kuna header ilipigwa na yule De Jong. Goalkeeper akaenda kuifuta hivi. Akaitolea pembeni kule. Ina maana angekuwa goalkeeper kawaida Kamara, ile ilikuwa ni kamba. Lakini baada ya hapo hawakuwa bora sana, isipokuwa Simba mchezo ulikuwa upande wao. Lakini nilikuwa naona jana Kibu Denis alicheza vizuri sana dakika 45 za kwanza. Lakini kipindi cha pili wachezaji wa Simba wote waliocheza vizuri kidogo walishuka, kuanzia Kibu mwenyewe, Mpanzu, Ahua mwenyewe. Yaani kuna vitu ulikuwa unaona kabisa timu ipo chini, na sikuwalaumu kwa sababu ya mpinzani wale kukutana naye. Unajua Watanzania wengi ni watu wa kuingia na matokeo mfukoni. Na ni watu wa kuchukulia poa. Na ndio maana inawezekana hata timu zetu hazichukui makombe kwa sababu tunadharau sana Watanzania. Yaani ukishaona umekutana na timu fulani basi unaamini inawezekana tu. Lazima uheshimu pia na ligi wanayocheza wale jamaa. Steles, yani timu za Afrika Kusini zinacheza mpira huo kwao, zinacheza mpira huo ugenini. Ndio maana ndio maana mimi kwa mtu nilikuwa namwambia zile mechi za klabu bingwa hazijaisha. Mtu anaweza kaamini zimeisha. Wale watabadilisha mbinu kidogo tu, lakini mpira watakwenda kucheza Misri ni ule ule. Na mtu na mwisho wa siku lazima kuna mmoja ataenda finali, watu hawataamini. Wataona imewezekana vipi? Kwa sababu gani? Ni timu ambazo zimeshatengeneza akili kwamba sisi tunaweza kucheza mpira Tanzania, tunaweza kucheza mpira ugenini. Umeona kipindi cha pili Steles walivyokuja kivingine. Wameongeza kwanza midfield wawili pale kati, wakalikamata dimba. Fabrice Ngoma na Yusuf Kagoma ambao walikuwa wanawasumbua, moto kama umekata pale katikati. Na ukitaka kujua mwalimu wao Steve Barker na akili, alijua tu Fabrice Ngoma hana kasi. Kagoma akifanywa pressing anapotea. Akaingiza vijana wawili, kuna yule mmoja wa Nigeria jina lake nasahau kidogo, alipata kadi nyekundu dakika za jioni, ya njano dakika za jioni. Wana kasi sana wale, afu bado vijana wadogo wakaudominate mchezo kati. Wanafanyaje? Kagoma akiwa na mpira wanasogea karibu yake, wanamharasi. Upande wa pili wanamkosesha utulivu Ngoma, wanajua huyu ndo anachezesha timu, wanamkosesha utulivu. Kwa sasa hapo kaona hata viungo wa shambuliaji sio Ahua, Kibu mwenyewe, huyu Mpanzu wakitaka kwenda kutengeneza shambulizi lazima waje eneo la katikati ya uwanja kuchukua mpira. Sasa hapo ndo ugumu ulipoonyesha. Sasa uliona ile performance walioicheza jana, maana yake Steles kwao wataanza vile. Yaani ile ndo style yao maana yake. Ina maana wakiwa nyumbani lazima watakuja na style kama ile ili waende kutengeneza nafasi za kufunga. Lakini yote kwa yote mimi bado lazima niwapongeze tu Simba kuibuka na ushindi wa bao 1-0, maana yake wametanguliza mguu mmoja finali. Issue kubwa ni kwenda kulinda ushindi wao wa Afrika Kusini. Iwe sare, wafungwe 2-1 ama waibuke na ushindi. Kivyovyote vile watakuwa wanaenda katika ile hatua inayofuata. Na umezungumzia pia katika kiwango cha Stellenbosch. Simba Sports Club waliingia na mfumo gani katika hatua ya kwanza wakati wanaanza kwenye kipindi cha kwanza, na mabadiliko yao yalikuwaje, na kipi ambacho kiliwapa faida, na mfumo gani ambao Fadu unasema alipobadilisha kitu fulani Fadu aliteleza kupelekea Simba kukosa balance nzuri katika ule mchezo wa jana? Simba siku zote ni ile ile. Ukiangalia Simba akicheza Dese Mkwala, akicheza Kibu Denis, akiwa na Mpanzu, Ahua, umeona?
huwa wanafurahi zaidi kushambulia kupitia maeneo ya pembeni, ambapo kumbuka kuna walinzi wa pembeni hawa wanaongezeka. Umeona? Na maana Mohamed Hussein na Shomari Kapombe. Kwa ina maana wanakuwa utanua uwanja ili wakimbizane kwa kasi, wakimaliza ile engo ya mwisho watengeneze vipas au wengine waweze kuingia. Lakini pitch ya Zanzibar pia kwa staili wanaocheza Simba ilikuwa inawakaba. Unajua ile ni nyasi kama za taifa, lakini ile pitch ni ndogo. Kiasi kwamba huwezi kutanua sana kama unavyotanua ukiwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Unajua Mkapa anaweza katanua uwanja kama Mpanzu yupo pembeni, afu akitaka kupiga vipas ama akitaka kupiga cross, anaona magepo yale yako wazi, lakini pale akipiga tu hizo cross wale wanazimeza pop, wanatulia, wanaondoka. Sasa kitu ambacho Fadlu Davis alikitumia jana, Mastella alikitumia jana ni nzuri tu, isipokuwa vijana wake walimwangusha, hawakutumia nafasi. Kwa sababu nakumbuka hadi Simba wanapata goli dakika 45, Shomari Kapombe alikuwa amekosa goli. Umeona? Kuna Mkwala naye kuna mpira alikuwa amepishana nao. Yaani kuna Mpanzu pia kuna shoot alipiga. Na maana kuna nafasi nyingi Simba walitengeneza lakini hawakuzitumia. Na hili limekuwa pia tatizo kubwa, naona katika michezo mingi Simba wanatengeneza nafasi nyingi, kuziconvert na kuwa changamoto. Misri tuliona hivyo. So tatizo la Simba tu. Timu za Tanzania zipo hivyo. Yani zile achana na ule uhatari wanaokuwa nao ligi kuu. Wakienda kimataifa timu za Tanzania zote zipo hivyo miaka yote. Yani ni aina kutokana na aina ya wachezaji ambao tunao. Mfano unamuona Mpanzo anapofanya vizuri saa hizi. Ila anapofanya vizuri vile, akiendelea vile akaongeza na umakini, atakuja kuwa hatari sana, lakini ndio Simba watakuwa wanaenda kumpoteza. Kwa sababu lazima timu zenye msuli wa pesa zitakuja zitabeba tu, zitachukua kwa sababu ni kawaida yao. Sasa unapoiangalia Simba kwenye mechi za kimataifa, inatakiwa iboreshe kutumia nafasi. Sababu niliwaona Steelers wachezaji hawalienda magoli mara chache, lakini wakichukua mpira wao kwanza wanacheza hizo timu, mpira utapigwa kushoto, utarudishwa kati, utapigwa kulia, unaona kabisa wanaenda kwa mipango wanavyoenda golini. Sasa kwa utulivu ule walionao, ina maana wao wangetengeneza nafasi nyingi kama Simba, inawezekana wangeweza kuimaliza mechi nao wangefunga goli hapa. Lakini kwa sababu Simba kwenye eneo la kuzuia at least walikuwa vizuri sana, lakini mpango baadaye pia ulikuja kuharibika baada ya Chamou karibu kuumia. Alipoumia yule kabidi kiungo wakati Yusuf Kagoma aje acheze chini. Hilo nalo lilikuwa tatizo pia kwa upande wa Simba. Kwa sababu Kagoma ni kiungo wa ulinzi wakati anailinda timu. Ina maana huyu Chamou anacheza kwenye safu ya ulinzi hapa, lakini ana ufanisi mkubwa sana kuanzisha mashambulizi. Kwa unapompoteza mlinzi kama yule ambaye pia ana uwezo wa kucheza mipira ya hewani ambayo pia Steelers niliona wana utaalamu mkubwa kuipiga, ni lazima kuna kitu kinapungua kwenye timu yako. Ina maana ule utulivu ambao unatengenezwa kuanzia eneo la katikati ya uwanja hadi hapa nyuma kwenye safu yao ya ulinzi unapungua. Kwa hiyo hicho nacho kilichangia pia Simba kipindi cha pili waonekane kama wamepotea, lakini yote kwa yote lazima usifu pia ubora wa kikosi cha Steelers na kocha wao kwa kureact na kuweza kubadilika kabisa kipindi cha pili. Yaani yule ndo aliwasoma vizuri wachezaji wa Simba. Kwa unaona kabisa wale unapata picha kwamba Simba kwenye eneo la kiungo kwenye benchi lao hakukuwa na watu ambao wanaweza kuja kupambana na kile kikosi cha pili. Kwa style ambao walikuwa wanacheza Simba. Kwa sababu mwalimu amewasoma, akaamua kuingiza viungo wawili, kiungo mshambuliaji mmoja na central midfielder mmoja, ambao wanajua hawa wanakimbia sana, wanaje kuwatibua katikati, wanawavuruga, na kweli Simba katikati kama umepotea. Na siku zote vile ili uchukue mchezo ni lazima katikati pale udominate. Kwa sababu ukiangalia jana Simba wakati wamekamata kati, unajua Simba jana wamepiga off target nyingi sana. Wamefanya majaribio mengi sana ila kuweka tu mpira nyavuni. Kwa hiyo nafikiri Fadlu Davis mambo ambayo nataka kuongea nao, kwanza atulize eneo la katikati ya uwanja. Kitu cha pili, eneo lao la ushambuliaji waache ubinafsi na ule uchoyo. Yani wachezaji wa Simba wote wanaocheza katika ile eneo la ushambuliaji, licha kwa wanafanya vizuri, lakini wote wana elementi za ubinafsi. Wote, yani hakuna mchezaji wa Simba ambaye unaweza kusema moja kwa moja hana ubinafsi, wote. Kwenye ile tukio la Jean Chazoa ambao naona ndo unaliendea hilo. Wengi walikuwa wanasema labda, kwa mfano nilimsikia Fadlu alisema kwamba alikuwa labda alikuwa na mawazo kwamba pengine Ateba yuko offside, ndio maana akaamua kwenda kufanya ile movement mwenyewe. Lakini hata movement aloifanya Fadlu alikuwa anaamini pia ilibidi iwe goli. Sasa changamoto kwa kijana wetu ni nini? Kwenye football ile inatokea. Nakumbuka
Fernando Torres ameshii kukosa goli kama lile vile vile. Yeah. Unajua hata wachezaji wakubwa wanakosa magoli kama yale. Hata Ronaldo mwenyewe, Messi tukiweza kufuatilia kwenye rekodi zao lazima kuna magoli ya wazi walipoteza. Na magoli kama yale unakosa kwenye nyakati muhimu. Ni kitu cha kawaida. Unajua yule wakati anaenda kwenye box kama umeiona vizuri ile movement. Sialdesh alikuwa anataka kama aende kushoto hivi akamdanganya kipa anaenda kulia. Akati anarudi hivi kipa naye alisogea. Umeona? Ina maana alivyosogea akaenda kulibana goli. Kwa alipolibana goli kivyovyote vile ili afunge ilibidi ajikunje sana. Sasa yeye kwa sababu hakujikunja sana alafu na ule mguu wake wenyewe kushoto kupandia kitandani. Wakati anapiga ule mpira ukatoka nje. Mimi lile kwangu niliona ni tukio la kawaida sana yeye kukosa. Kwa sababu kuna watu wanakosa magoli zaidi yake yeye. Kwa sababu wakati yeye anapiga ule mpira kumbuka pia kuna walinzi wa Steelers wawili walikuwa wanapita kwa kasi. Wanaenda kwenye kuzuia. Nakumbuka Mzize mwenyewe alikosa bola hata alile. Yeye Mzize ibidi yake tu mguu mpira ugongo uingie na lakini kilitokea nini? Alivinda nje. Alipiga nje. Sasa ni kitu cha kawaida kwenye football. Ila kwa mtu ambaye hajui football ndo anaweza kaanza kuzungumza sio kusema huwa hivi na hivi. Ni maisha ya kawaida. Ila sasa hata yeye naamini hii pressure anayopigwa itamsaidia. Inafanya komae zaidi. Yani kuelekea katika hizo mechi zinazofuata. Kwa sababu watu wataangalia yeye kwa sababu alikosa ile nafasi alimpiga chenga golikipa. Lakini hapo wenzie pia ambao jana walikosa umakini. Kuna nafasi moja hivi Mpanzu alimtengenezea Lionel Ateba. Alipiga shuti kama mtoto, shuti dogo sana. Hata yeye mwenyewe Mpanzu kuna ile nafasi hivyo waligusiana, akapiga na mguu wa kushoto. Alipiga shuti la kawaida. Umeona? Ambalo kama angekuwa na utulivu, mpira ungejaa vizuri mguuni, tungezungumza mambo mengine. Kwa hiyo yote kwa yote lazima wasifu na wapinzani wao, reaction yao, wadia kwa kitu ambacho Simba wanataka kufanya. Nao ni kureact wanapoenda ugenini. Wanaongoza pamoja kwa 0. Mimi naamini Simba wakitulia wana timu ya kwenda kucheza na Steelers hata kule kwao. Na lile goli ambapo lilileta mkanganyiko, goli alofunga Jean Chazawa. Wengi walikuwa wanasema ni indirect free kick. Wengine wanasema ilikuwa ni direct. Wengine wakaja kusema kuna offside. Kwa kweli uliona kitu gani ambacho kilipelekea watu wakaenda kwenye VAR? Maana naona pia mkanganyiko kwenye comments ulikuwa ni mwingi sana kwa watu kufahamu kile ambacho kwa kinaendelea katika lile goli ambalo Simba ama refa kwenda kutizama kwenye VAR. Unajua kwa kuangalia ule mpira wakati mpira unapigwa na Ahoua. Sikuona offside yoyote. Wakati Ahoua na upige ule mpira, si ndo na ule mpira hujaguswa na mtu yoyote. Yes. Wakati anaupiga ule mpira sikuona offside yoyote. Umeona? Wakati ule mpira upo njiani kuna muda Kibu Denis alikuwa kama kazidi. Hiyo ndio ilikuwa inaleta utata. Alipoenda kwenye kutokea. Lakini wakati mpira kwa sababu ulikuwa hata una kasi sana ule mpira ulivyokuwa unaenda, umeenda kimaajabu ajabu. Wakati ule mpira unakuja kudunda karibu na Dese Mkwala, ukiangalia wakati unadunda kwa Dese Mkwala upo juu ya mguu wa Dese Mkwala, Kibu Denis alikuwa hajaotea tena. Umeona? Kwa ina maana ukiangalia hizo sehemu zote mbili kama unasema labda Dese angegusa, Dese hakuwa offside. Angegusa ule mpira, Dese Mkwala, afu ukaenda kwa Kibu pia, bado lingekuwa goli kwangu mimi. Kwa sababu sikuona kama kuwa na offside yoyote. Mimi nilikuwa nataka nimerudia sana kuangalia yale matukio. Nikaangalia kwanza wakati tunapigwa mpira. Je, walikuwa wamezidi? Hakuna lozidi. Ile mpira upo juu wakawa kama wamezidi huyu Kibu. Akawa kama mzidi hivi. Mpira unakuja kudunda hapa kwa Dese Mkwala. Hata ile picha walivyokuwa naigandisha pale unaona kabisa mpira unadunda hajazidi yule. Kwa kivyote mimi kwangu ile ni goli halali kabisa kwangu. Ni goli clear goal limefungwa katika ule mchezo jana. Achana na haya maneno mengine ambayo watu wanaongea kwa sababu naamini wale wanaokaa kwenye VAR ni wataalamu. Umeona? Mwamuzi mwenyewe ni mwamuzi mkubwa na uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo kwangu maamuzi tuwaachie waamuzi. Ila kwa jicho langu mimi sikuona kama kulikuwa na tatizo lolote pale ama offside yoyote pale. Hamna tukio tata ambalo limetokea jana. Unaweza kusema kuna mtu kaonewa, hapana. Maamuzi yalikuwa fair tu pande zote. Simba wanahitaji sasa kuvuka katika hatua inayofuata. Kitu gani cha muhimu sana wanapokwenda kule South Africa wanahitaji kuzingatia ama wakakifanye moja kwa moja kwa 100%, sio kujaribu, wakafanye ili watu waelekee katika hatua ya finali? Nidhamu. Yaani Simba wanataka kuwa na nidhamu ya juu sana. Kwanza wasiwaze kwamba finali ila wawaze kufanya vizuri kwenye huu mchezo. Wakiwaza finali tu, amini nakwambia watakosa umakini, watapoteza nafasi nyingi ambazo zitawaangusha. Zitawafanya
wawe na wakati mbaya, umeona, katika huu mchezo. Pia hata sisi wadau wa soka na mashabiki pia wasiwape pressure. Unajua mimi jana kuna kauli nilikuwa nazisikia mpaka nashangaa yani. Yaani timu inawakilisha taifa, lakini yani mtu una followers wengi mtandaoni, unafuatiliwa na watu wengi, unageuka na wewe kuwa mtu wa kuwasema watu fulani. So jambo zuri. Na huu mpira wa Tanzania style tunaenda nayo inaelekea kubaya sana. Yani mtu anaamka tu asubuhi anaanza kulaumu. Sasa matukio kama ya Ahua wameshakosa wachezaji wengi wakubwa tu duniani, wachezaji wakubwa duniani. Umeona? Sasa ni mambo ya kawaida yale kwenye football. Vitu vile vinatokea. Umeona? Sadio Mane nakumbuka kiwa Liverpool amesha kukosa goli la wazi sana kipindi kile. Hivi vile tu. Umeona? Lakini sikuwahi kusikia punditi yoyote anaongea kule Ulaya. Akasema bwana wewe sijui nini na nini, yule mchezaji wa kawaida. Okay sawa, mchezaji wa kawaida. Huyo anayesema wa kawaida ndio kila amebeba namba zote. Yes, kwenye mashindano haya. Kila kitu anafanya yeye huku kwenye ligi, anaongozea kila kitu. Huyo wa kawaida huyo. Ambaye ni wa kawaida sana. Umeona? Wanamchukulia poa. Wanamchukulia poa. Haya, huyo mchezaji wa kawaida kimataifa anaongozea pia. Amehusika kwenye magoli 5. Hakuna mchezaji mwingine aliyofanya hivyo. Umeona, ana mabao 3 na assist 2. Wa kawaida huyo. Umeona? Yaani wao kwa sababu yule apigi vyenga. Yes, wanataka sija wachukue. So hiyo sio kazi yake. Yaani hajatengenezwa hivyo, ametengenezwa kufunga, kwa assist. Yes. Inatosha. Mwanambo, tumeona kuna matukio baadhi wengi wakidai kwamba kama Simba wangepressurize huenda zikawa kuna matukio ya penalty mule. Kuna kitu hicho ambacho wanakikosa. Sio Simba tu, naonaga kwenye timu nyingi kutoka Tanzania. Inapotokea tukio ambalo wanahitajika kudai VAR, wao wanachukulia poa. Haya ni malezi ambayo tumekuwa nayo katika timu zetu, ama ni kitu gani ambacho kinapelekea makapteni pamoja na timu wanashindwa kupressurize hivi vitu? Unajua sisi ni wastaarabu sana Tanzania. Sisi ni wastaarabu sana. Mimi nakwambia. Kwa hiyo sisi kwenye maisha yetu yani tulivyojifunza tupo hivyo, tumekuwa hivyo. Kwa hiyo inafikia hata uwanjani tunakuwa hivyo. Nakumbuka kuna tukio jana, kuna mpira waligusa series. Kama mkono hivi. Waligusa mkono uliwekwa hapa hivi. Kwa timu nyingine ingedai penalty. Na ingekuwa vurugu kama watu wa Morocco. Kingenuka. Lakini hata mashabiki wenyewe yani wangepiga pressure. Unakumbuka goli la pili la Simba alilofungwa la pili na Al Masry, lile goli lilitafutwa na mashabiki, benchi la ufundi, kila kitu. Lakini mimi nimefuatilia timu za hizi zinazotokea kwenye mataifa ya watu weusi, karibia zote zipo hivyo. Kuna ustaarabu fulani. Yaani nafikiri tunaangalia sana mipira ya Ulaya. Umeona? Tunaondoka kama walivyo. Wewe lini ushawahi kuona Arsenal anadai penalty? Yaani anaongea mara moja tu, refa ameangalia na anaondoka. Anaongea captain tu. Ushawahi kuona lini Barcelona anadai penalty? Ana react sijui nani. Hiyo nayo ule ustaarabu tumeuchukua kutoka timu za Ulaya, kwa sababu ni ligi ambazo tunazifuatilia sana. Ukitoa mpira wetu, sisi tunaangalia sana England, tunaangalia sana Spain, Bundesliga, wale hapo hivyo. Yani hicho kitu ni cha kawaida. Ni sasa Uarabu wao kwao ni kawaida. Unajua Asia, yani ukisema Misri labda na hizo nchi za Asia zote, goli likifungwa tu anaweza kwanza kuligomea mpaka VAR iangalie kule. Ni maisha ya kawaida. Lakini hata nilikuwa naangalia hata kuna Mamelodi walifungwa goli na Esperance. Na usikuona wamereact. Yaani wamekaa kimya tu, vyao wahangaike wenyewe. Lakini ingekuwa Waarabu pale wanapush, wanapush, lakini kimya. Yaani ile ni maisha ambayo tumeshazoea. Yaani tumeshazoea, ule ni usalabu tu. Mimi nafikiri wangu sio mbaya. Kikubwa waamuzi nao wao wanatimiza sheria zao zote 17, wanazifuata tu. Sawa. Na jana kuna mchezo pia wa RS Berkane na Constantine. Mtu kafa goli 4 kaka. Kama Simba akivuka katika hii hatua, moja kwa moja nadhani kwenda kukutana na RS Berkane. Kidogo tu kwa kama dakika moja tumzungumzie Berkane ambaye nadhani Simba kasha kucheza naye huyo. Alifungwa pili bila kwa. Yes, na katika mashindano haya pia Berkane mtu aina gani, kama Simba ikifanikiwa tunaweza kulipata kombe, maana Watanzania wengi wanashauku na kupata kombe la CAF. Ubingwa inawezekana, inategemea kwa sababu unajua uzuri wa CAF ni mechi mbili. Umejipangaje? Kama ulienda ugenini labda ukapasuka 1-0, ukafungwa 2-1, ukija kwako kushinda, umeimaliza mechi. Umeimaliza mechi, unakuwa na nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa. Ubingwa inawezekana, lakini wanatakiwa kupambana kweli, kwa sababu watakuwa wamekutana na mpinzani mgumu. Unajua ile so timu nyepesi, ni bingwa wa Morocco ule. Yes. Na hapo kwenye kiwango bora sana msimu huu. Hawachezi mpira wa kuvutia sana, ila wanakufunga. Sasa
kwa timu kama Simba ameshacheza nao sana wale. Ile wale kuwafunga Constantine mabao 4-0 jana, isiwe ndio ikawatisha watu wakaamini anaweza kumfunga hivyo Simba. Hapana. Mimi siamini hivyo. Kwanza Simba muda mrefu hajafungwa goli nyingi. Na ameshacheza na timu kubwa kuliko Constantine. Berkane, yes. Berkane ni timu kubwa, lakini ile unaweza kaichukua ukaipeleka CAF Champions League kule, isishinde hata mchezo mmoja tu wa makundi. Ni maisha ya kawaida kwa sababu ni timu ambayo imezoea kucheza shirikisho muda mrefu sana. Kwa hiyo Simba kucheza nao mimi wale naamini 100% inawezekana, isipokuwa ajifunze kutumia nafasi kama anavyofanya wao. Jana nilikuwa naangalia mechi yao, wamepata on target 6. Umeona? Katika on target 6 wamefunga magoli 4. Umeona? Simba jana ametengeneza nafasi zaidi ya 10. Na amefunga goli moja. Kwa hiyo lazima Simba aisuke safu yake ya ushambuliaji. Na mimi siwezi kumlaumu kwa sababu msimu huu Simba kikosi chao karibia chote ni kipya. Inawezekana hawa wachezaji leo ambao tunawaona kawaida msimu ujao akawa bora zaidi. Ni maisha ya kawaida kwenye football. Yeah. Unakumbuka hata Piramidi msimu wake wa kwanza alianza kujenga timu kikosi cha kina Mayele, isienda Champions League, alishia makundi. Watu walimpiga. Msimu huu yupo wapi? Nusu finali na karibia kwenda finali. Ni maisha ya kawaida. Kwa hata yule Berkane ambaye amejitengeneza utawala au kushirikisho, atakaribishwa Champions League. Akikaribishwa kule, anaweza stoboy kwa sababu hata Raja naye huwa anachukua shirikisho, akienda Champions League anaishia makundi. Ni kawaida na wachezaji wakubwa wazuri kuliko hata RS Berkane. Mimi naamini Simba ubingwa kuchukua wanaweza. Yaani wakishaenda finali itakuwa ni 50-50. Yule atakayecheza mechi yake vizuri ya nyumbani. Kitu cha kwanza ni kwenda finali kwanza. Afu mahesabu ya finali ni mengine. Nakumbuka mechi ya finali huwa haiwi sawa na mechi na mechi ya mtoano wala mechi yoyote ile. Kwa sababu ile ni mechi ambayo kila timu inajua baada ya dakika 90 tukifungwa kila kitu kimeharibika. Mfano nipo nyumbani, dakika 90 nikifungwa kila kitu kimeharibika. Ndio football ilivyo. Shukrani sana. Bwana asante, umetisha.